Bwana Shabani kwema? Kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Wewe afya kabisa. Bwana mlipotea kabisa mashabiki. Baada ya kelele nyingi, watu sasa hivi naona kila mtu kanyooka kwenye mstari wake. Baada si ya msiji tajiri kavuja kibubu, hivi kapata mchezaji kutoka Sia aliyecheza Mfaransa. Kuna raia wa Faransa mle kwenye timu ya jamaa. Yupo. Basi vizuri. Sisi tunawasubiri hao Faransa. Bwana, habari za mikoani huko Bwana Shabani? Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeenda salama na nichukue nafasi kumpongeza Jairut, mwekezaji ni mwekezaji na mzabuni wa klabu yetu ya Simba upande wa jezi, lakini ni kijana Mtanzania ambaye kuna mambo mengi kayafanya na tuseme anachokifanya kwenye Simba, wana Simba tunafurahiwa nayo. Kwa hiyo kathamini kile tunachokifanya na akajua umuhimu wa watu wa Simba wanaizungumzia Simba yao. Kuna mikoa kama 22 kafungua branch zake ili wana Simba ziwafikie jezi kwa wakati na wasichukue jezi fake, wachukue jezi original. Kwa hiyo katika mabalozi ambao waliteuliwa kwa hiyo nafasi, nashukuru Mwenyezi Mungu na hadi mimi mwenyewe nilikuwepo. Mkoa wangu uliochagua ulikuwa Mtwara, wenye wilaya za Tandaimba, Masasi, Newala na maeneo mengine. Lakini kuna baadhi ya maeneo yalikuwa sijafika kutokana na muda wenyewe ulikuwa finyo na kurukushani. Lakini branch yetu kwa mkoa wa Mtwara iko Mnarani. Ukipandisha Mnarani pale nani mlima kutoka Magomeni juu, mkono wa kulia kwako kuna maframe mapya yanaangaliana na kanisa la KKT. Ukifika pale tutakuta kwamba Jairut utakaweka pale mzigo wa bei ya jumla 32 kwa pisi 36. Ukienda pale utakuta jumla na jezi za watoto zipo. Kwa hiyo katika mabalozi wake mimi nilikuwepo, nimeingia leo mjini. Umeingia leo? Nimeona mjini kumechangamka sana. Kumechangamka. Shabani, kweli kumechangamka. Jumamosi mmecheza mnyama Simba, tamasha la Simba Day. Simba ilipoteza dhidi ya Polisi ya Kenya goli 1-0, goli kifungwa dakika za jioni. Wana Simba wakisema first 11 alikuwa Chama tukabakia. Lakini jana kabla ya Yanga kucheza dhidi ya Les Agos du Congo, waliwacheka sana Simba kwamba mmefungwa. Lakini jana na wenyewe Young Africans wamepoteza bao 2-1. Alikama akisema bwana sisi tulisema tucheza nao mpira kirafiki, lakini bahati mbaya zote kutoka tumedhalilika. Lakini sasa mnahamia majeshi yenu kule New Amani Complex, mchezo wa Jumatano ngao ya jamii. Tuanzie hapa Shabani, mambo yako mengi, nashinda nianzie wapi? Wewe utakapoanzia sawa mradi watazamaji wetu wa Mnyasa Media waweze kupata kile ambacho kinastahili. Siku tunashukuru Mwenyezi Mungu mechi yetu imepita salama. Lakini Simba wana mipango yao ya uendelevu kwenye mechi zetu tunazocheza. Nadhani Simba ndio klabu ambayo ilikubali mapema kushiriki mashindano ya Kagame. Na nadhani faida ya Kagame kila mtu kaona, sababu mwalimu Simbaka alienda kule kama pre-season yake ya msimu wa 26-27. Na kuna maingizo mapya machache ambayo yaliingizwa, aende akaone je wachezaji wake wako vipi. Na mechi zilizocheza hatujapoteza mchezo, lakini kutokana na kanuni kwenye kundi letu timu imetoka zilizotoka nadhani moja imetoka au mbili. Kwa hiyo sisi tumekosa nafasi, lakini sio kwa kupoteza. Sababu tumecheza mechi 3, tumetoka sare 2, tumeshinda mchezo mmoja. Lakini akarudi tena Dar es Salaam kwenye bonanza la Simba Day, ambalo Simba Day hii imetengenezwa kwa kuwapa furaha wana Simba. Ni sikukuu ya Simba. Kwa hiyo alipofika pale akajua kabisa plani yangu, nikawaonyesha watu nilichokitengeneza Kagame. Football imechezwa na kila mtu kaona mpira jinsi ulivyokuwa unachezwa. Lakini mwisho wa siku baada ya mabadiliko wakabaki vijana ambao na yeye anawaamini baadaye watasaidia klabu ya Simba na wataenda kusaidia timu yetu ya taifa. Likafanyika kosa dakika za nyongeza, Lupia akaenda kutuadhibu. Lakini hamna mwana Simba ambaye kakasirika. Hakuna mwana Simba labda wale machawa, lakini mwana Simba wenye Simba yao kila mtu karidhia na kile ambacho kilichotokea. Lakini maandalizi ya Simba, mechi yetu ni tarehe 12 uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Tunaenda kuanza sasa msimu wa 26-27 kwa kuonesha ubora. Kwa nini tulibakiza wachezaji wetu bora? Na kumbakiza mchezaji bora ina maana ni thamani kubwa, kwa sababu kama mchezaji wako alicheza katika kiwango bora, lazima atatakiwa na vilabu vingine. Ili umzuie, lazima uwe na pesa. Weka pesa. Kwa hiyo nimesikia wana kauli, wametengeneza mpaka fulani. Pesa ziko kwamba pesa hazikai benki. Asiweka pesa benki huyo ofa.
Umeelewa? Kama sisi wakina Shabani ambao 200 zetu tunategemea pale pale tupate twende kununua unga ili watoto wale maisha mengine yaende. Tajiri lazima aweke pesa benki, kwa sababu benki ina mzunguko. Pesa ya tajiri ya benki na ndio inakufanya mpaka wewe raia wa kawaida na wewe ile hela upate mkopo. Labda hilo walikuwa wajui, lakini kutokana na umbumbumbu waliokuwa nao wameandika mafulana kwamba pesa haikai benki. Ila sisi tuwaambie tajiri yoyote pesa yake iko benki. Tajiri yoyote anafanya biashara na benki. Ukiona mtu haweki pesa benki, huyo lofa. Ndio maana wameitwa wananchi. Sijui umenielewa? Na kuelewa sana Shabani. Yaani maana ya wananchi na ndio lofa kama huza. Sababu timu yao imeandishwa na wabeba mizigo. Mbeba mizigo akibeba gunia la kilo 400 hapo. Hawezi kuweka benki, anataka aende akalewe, atafute mwanamke mzuri ili ajiue. Lakini kwa mtu anaenda shule, akipata hela yake anaenda kuweka akaunti na anaenda kufanya mambo mengine. Kwa hiyo pesa ya benki imefanya kazi. Tumebakiza wachezaji wetu ambao muhimu wote. Libase, watu waliongea maneno mengi, Kabaki, Neo Maema, mchezaji msomi tajiri, mchezaji professional Kabaki, funzo walipate wao. Sisi tunataka tuwape funzo. Peter Shaulile au Shishi Baby. Anaitwa Shishi Baby. Mamelodi wamemwacha. Sawa Peter Shaulile, Shishi Baby, Mamelodi wamemwacha. Neo Maema, Mamelodi mkataba uliisha. Wamemuona ubora wake na umuhimu wake, wamemongeza mkataba, wamemleta tena kwetu. Sijui umeelewa maana yangu hapo? Na kuelewa sana. Shishi hana thamani. Neo Maema professional. Ana thamani, ndio maana amemongeza mkataba, akamwambia tumekubaliana na Simba, nenda tena Kabaki kwenye klabu kubwa ya Simba. Sasa aliongezwa mkataba na klabu kubwa na akaja kwetu. Na yule ambaye katupwa kama vile takataka, goli watu wanaenda kumpa la penalti la mipango mkubwa nani? Kwa hiyo Shabani, kwamba lile goli lilikuwa la mipango. Sasa wewe uone, kwani mimi niseme nini? Mipango. Niambie kwenye dakika alizocheza kapiga mashuti mangapi golini? Kapiga lile goli bwana. Goli la penalti. La penalti. Acha hivyo, kapiga mashuti mangapi? Mimi sijaona shuti lingine. Watu wamemdharau Ibrahim Dumbia, fundi wa mpira. Osimhen wanamwita teka la boli. Mechi yake ya kwanza tu, mechi yake ya kwanza anacheza. Hatari alizozifanya unajua kabisa huyu mchezaji. Ndio maana tukawaambia watu wasiingie kwenye miemko ya watu. Kuna watu wameingizwa kwenye timing kwamba sio wamesajili Shishi, sio wameenda kusajili mchezaji ana mandevu kama Musa Al-Kaswiswi, sio wengi. Kama yule beki sisi wanamuita Ngoma, kamtulizia mtu katika miguu 6. Kosa lile hata Masinde afanye. Kosa lile hata watoto wetu wa B Simba wafanye. Kafanya mchezaji ambaye kaimbwa Ngoma sijui, kaenda kamtulizia mtu kwenye box. Mtu kaenda ameenda kuweka chuma. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba, tukutane Amani Complex. Pale ndo mpaka mwalimu Steve Barker sasa anaenda kufungua diski zake. Anaenda kufungulia vile vitu alivyovificha. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba Shabani, Jumatano nyinyi mnawanyonyoa Young Africans. Sisi tuna kikosi bora. Hatuna wachezaji wa kampeni. Sisi tuna wachezaji wa mpira. Ndio maana Libase kaimbwa mpaka nje ya nchi. Ndio maana Aliset kaimbwa. Wanasema wana water player. Water player si wale magawata. Tajiri jana kashika kichwa hivi. Kakopa hela ili aende kusajili wachezaji, anajua imepotea. Water player hivi wapi? Water player gani umemwona? Wao wenyewe wanaanza pale. Tayari wachana kuchambua. Yaani bora yule anatoka Zambia yule. Yaani bora yule, hamna bora. Nyinyi mmedoza wenu wote bora mmeenda kutoa wachezaji wana uraia wa Ufaransa. Sasa sisi tunataka tuwaone walaia na pale sasa waliposhindwa kucheza. Ule uwanja mzuri, hujafika Sokoine, Mbeya. Hujafika Shamria Bedi hapo. Shabani, ulimwona yule Zemanga Sozo? Zemanga Zonze. Ulimwona? Zemanga Zonze. Yule fundi wa hatari, tena yule ana miaka 42. Kachafua wale watu wao wote pale katikati wakawa kama ndasimu. Yaani watu hawaeleweki pale. Zemanga Zonze anatembea yeye tu. Afu shughulini ukutane na Kevin Nation. Yule baba amewashinda Kevin Nation. Yusuf Kagoma, Neo Maema. Wana Simba baadhi wanasema tajiri toa pesa benki mlete Zemanga. So kweli. Simba tuna wachezaji bora kuliko Zemanga Zonze. Kweli? Nakwambia sikufichi.
Yaani watu wasichukulie Zamanga, mimi na mheshimu toka yuko TP Mazembe. Tumeshacheza naye akiwa na Vita Club. Yes, na amecheza tena akiwa bado yuko ana hali ya kawaida. Lakini shughuli ya vijana wetu waliiona. Leo Zamanga kwa timu yetu hataweza kufanya kazi. Lakini kwa jana kutokana kakutana na watu dhaifu, kachafua pale katikati. Karibu vibaya sana. Mpaka kaingia mtoto wa Zanzibar yule nani Budasiri. Wachezaji wapi wamefeli, akili anaenda kuika mchezaji wa zamani. Wale wametandikwa. Wewe kuchukua wachezaji lililo madevu kama vile inauza kahawa hiyo. Shute na moja kapiga goli. Ile siteka. Kapiga na shuti moja teka. Kwa hiyo Jumatano bwana Shabani, manake kutokuwa na mambo mazito, tukutane Amani Complex. Na tajiri katuambia. Pesa iko sehemu sahihi. Sehemu inayolindwa na silaha. Pesa iko sehemu zinapokaa pesa. Pesa hazikai sehemu watu wanapochimba dawa. Pesa inakaa sehemu zinapokaa pesa. Pesa zikai wapi? Pesa zinakaa sehemu ya pesa. Benki sio sehemu ya pesa. Sehemu ya pesa. Wao pesa wanaweka pale tunapochimba dawa. Hata hiyo pesa madafu. Alafu nimesikia baadhi ya mashabiki mara baada ya ile timu inacheza nayo Young Africans ile Argos kwamba kuwafunga Young Africans ile jezi nyekundu, tukasikia kwamba baadhi ya mashabiki wanataka kupita asubuhi kuja kuchimba dawa Jangwani wakizani Simba ameshinda. Na ndio maana nakwambiaje, pesa isoka benki ya wachimba dawa. Pesa ya tajiri inakaa kwenye pesa. Hamna benki ambayo haina pesa. Benki asili yake sio kutunza hela. Inatunza pesa. Tajiri kasema hela kaweka benki kwenye hela. Kama unataka kuchimba dawa basi unaweka katika unaenda kuweka hela kwa wachimba dawa. Wale wana pesa ya madafu ya kuchimba dawa. Angalia Jeruti leo alipoenda po Clown. Kaenda kusema kwamba jamani jezi moja kwa 50 ziuzwe pesa kadhaa, mpaka sasa hivi shafika milioni karibia 25. Hata masaa matatu bado. Hao ndo Simba wao. Lakini tajiri kasema usajili haujaisha. Usajili umeisha. Tajiri sisi tunataka surprise ya kwetu sisi na nimesikia ndio inafanywa Zanzibar. Wana Simba tukutane Amani. Surprise wapi? Amani wanaenda kulia watu. Linatangazwa jitu Amani Complex. Wewe bwana. Tena kweupe. Wala sio tunajua watakazofukua manane. Kweupe. Jana mtu kavalishwa jezi namba 6 hapo hola. Mashabiki wa Young Africans jana wamekasirika wakisema kwamba Libio tangaze mchezaji namba 6 lakini hajatangazwa. Hata wewe wamedanganywa. Hata uone msemaji kaingia na madada. Hata sehemu madada wengi kuna shughuli. Sehemu mtu wamemzunguka madada atupo. Madada atupo hapo kuna shughuli. Wewe sehemu kutana wake kibao hapo kutakula midume imekaa. Sehemu wewe utakapoenda. Semaji kaingia na Simba pale. Ndio watu jana msemaji wao wamezungukwa na madada. Ina maana ukikuona madada shughuli hakuna. Mwezi ukifika tu wale madada kazi hawana. Lakini msemaji kaingia na Simba wa kiume kaunguruma. Alinguruma? Wa kiume kaunguruma hapo katikisa nywele. Hata mtu ameingia ndani na madada kila wakijibidua taiti zote vitu vyote nje. Ona viapo kuna shughuli hapo. Wameitia nuksi shughuli. Ndio maana wamefungwa. Wale nasikia ile Simba la kiume ilikuwa inatikiza kila likinusa harufu ya damu. Likiangalia linaona bwana mbona kama hawani. Kila likinusa linaona. Lakini mtu ameingia na madada na rangi yake yule msemaji na wale madada. Nilikuwa namtafuta yuko wapi kati ya msemaji na wale madada. Bwana kuna kibonzo kimoja Simba likiachia wakati tamasha linafikia ukingoni kabla hawajaingiza timu uwanjani. Kuna picha ya Simba anakandamiza chura. Imekuwa gumzo sana. Watu wanasema utani wa ngumi. Ile picha uliona Shabani? Hakuna asiyejua Simba ni mtu yani ni mnyama wa staili gani duniani. Hakuna. Na ndio maana hata pale alipoingia pale na semaji letu Ahmed Ally wale Simba wamepigwa kwenye manondo, alafu yule msemaji naye kala vinyororo, alafu wale Simba wale jinsi ulizo walipokewa huku kuna askari wawili wana silaha, kwa askari wawili wana silaha. Wewe ushamona mdada anasindikiza wale Simba? Ile show ya kiume. Ile show ya kiume. Ushamona mdada yuko pembeni anasindikiza Simba? Kwa hiyo ukiona mtu kaingia na Simba toka uhuru, uwanja huru umejengwa na nchi ya Tanzania. Simba kaingia uwanja huru na Simba kaunguruma. Wewe unaona hapo tarehe 12 kuna nini?
Manake kuna ushindi. Tukutane Amani Complex. Shabani bwana. Kwa hiyo Simba kunguruma manake beki yenyewe ndio ile ngoma anaenda kuzima kwenye box. Hapo huyo afu jinsi wale vipanga wakina Elim Panzu, wakina Libasa Gay, wakina Hadi Seti wanapopitia azime vile yule ngoma. Wewe bwana wewe. Si wale wazaji wao wamesajili mali watapea. Yeah. Tukutane Amani. Watapea. Hapo tumuone yule Shishi baby anakutana na Mamba Toshende Rock na Ismail Tule. Hao sura za kazi. Wewe mchezaji anachomekea muda wote tako juu. Tunaona nyama zilizovimba akichomekea na anafunga goli la penalti na yeye eti nini? Dakika 90 na shuti moja hujapiga. Kwa hiyo tuseme kwamba mechi ya Ngao ya Jamii itakuwa na matokeo mazuri kwa mnyama Simba. Sisi tunaenda kushindana, sio kushindwa, na tuna uhakika kwa ubora kikosi chetu. Tuna uhakika kwa ubora wa mwalimu Steve Barker. Sio mwalimu yule jana friendly mechi tu akakakulia pale uwanjani. Akai chini Anawalaumu, amesema analalamika kila mtu ya kijinga. Kijinga hana uwezo. Si alikuwa anafundisha mazoezi ya ngumi kule. Maana mazoezi yao walikuwa wanasufiana nao. Wameweka si koni wanapanda kwenye mipira, sijui mara wamepanda katika ukuta. Mpira unahitaji ukuta wala kubeba mawe. Mpira ni akili kama alizokuwa nayo mwalimu Steve Barker. Steve Barker kaficha hizo mashine zake. Angalia ile mechi ya juzi, kawachezesha wale vijana. Kawachezesha wenyewe masinia, afu katia vijana. Goli linafungwa golikipa wa timu B, golikipa namba 3. Beki Mbegu pamoja na Masinde. Uongo? Ni sahihi. Wamba wengine wako nje. Jana wale Masaranga akachukua kidude. Nyuma kuna Bakari Nondo. Kipindi cha pili wamechukua kidude. Golini Diao. Kikosi cha kwanza iko. Kwa umefungwa na kikosi chote. Watu wewe tukutane sasa. Watu wewe tukutane sasa. Yaani kama naona wale mawinga wale bwana wapita tena bana nilisahau ile winga tunafanya. Bwana kapewa namba ya Luis Jose Victor. Sio namba 11 bwana. Na winga wao ndo anamsifia yule za kuwani, sijui za kuwani yule. Winga kitoto yule, hata ukichukua Chanongo ampati. Winga yule mtu hata Chanongo ampati yule pale winga gani? Mimi niwaambia wana Simba, nunueni jezi tukutane Amani Complex. Wazanzibari tumewagonga mara 2 uwanja huo, mara moja lepa kati ya mfukoni. Tunakuja kuwatimizia mara 5. Na Selemani karudi bwana. Kumbe kashatua Gomez. Bwana. Gomez karudi bwana. Bwana Simba itatuua hii. Hasa hapa Gomez. Afu hapa Mzanzibari. Hapa Mwamba Rusaka. Winga Libase, winga Mtwanza. Nani? Mza? Hapa Gomez. Hapa Mwamba Rusaka. Winga Aniset. Winga Libase. Alafu juu kidogo kuna Mzanzibari. Ngoja kwanza. Huyu Mzanzibari nani Shabani? Simba. Mungu wewe. Shabani, kwa nini uliniumba mimi Shabani nipendeze? Hebu kwanza Mzanzibari nani wewe? Tukutane Amani baba. Tukutane Amani. Amani watu watalia vilio na watamkataa Shishi baby. Wewe bwana. Watu sana mshangilia Shishi, watamkataa Shishi baby Amani. Kwani wao wenyewe waende kujiona kama wameongopewa namba 6 kava ndio namba 6 ya mapenzi. Baada ya namba 6 ile ya mapenzi, walembo wamemzunguka. Namba 6 ya mahaba, au namba 6 ya mpira. Sio namba 6 ya mpira. Sio namba 6 ya mapenzi. Madada wamevaa vinguo vifupi wamekuzunguka. Alafu unatamba mbele ya mtu aloingia na Simba anaunguruma. Simba na wewe bwana wewe. Bwana amediali bwana wewe mtu hatari. Bwana wewe si umezaliwa juma ngapi kakaangu? Mungu akuweke. Hapo utakuta kitu moja linakaa amediali ilishakula ugali wake na kashata. Shawe kula ugali na kashata wewe. Watu wote wanaongea maneno yao wanakula ugali na kashata. Semaji nimeingia na Simba asili yetu. Wala asili yao kama 2 au chura. Utaleta chura pale. Wanasema wamefungwa na timu ambayo imewazidi kila kitu. Hata timu ndogo ile wanasema wamewazidi kila kitu. Timu ndogo ile? Wakubwa wa Kongo, Vita Club na TV Mazembe. Wale hata kama ubingwa kuna mwaka walichukua wamekuwa shindwa pili. Kama unavyoona hapa vile Mtibwa alivyokuwa bingwa. Sio kama yeye mkubwa. Limedondokea zari. Sema wale timu yao dhaifu.
Timu yao wale nyuma mwiko timu yao zaidi. Tukutane tarehe 12. Bwana, kabla hujamaliza una neno gani la kuambia mashabiki wa Simba kuelekea mchezo na Ngao ya Jamii? Mimi kwanza niwaambie mashabiki. Jezi imetoka Kinanda. Jezi Kinanda. Jezi Kinanda, wanunue jezi ya klabu ya Simba. Watu wametoa madela humu hamna kama hii. Jezi gani humu imewekwa kama dela? Jezi koti. Wenyewe wanachagua ile nyeusi ile. Si ile nyeusi je, rangi ile nyeusi. Acha tamaa. Angalia Kinanda hii. Jezi yenu nyeusi. Nani wanasifia nyeusi? Ile nyeusi ile. Sio nyeusi. Vaini ya njano hiyo na kijani. Rangi ya nzi wa chooni. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba. Jeruti Mwamba tumeona alichokufanyia, kaleta chuma basi Eliza. Wazaji wetu leo wameshuka pale bandarini wanaenda Zanzibar. Wameshushwa katika Eliza wamekula unyunyu. Sawa, na wazaji wakubwa wote ndio wanapanda basi lile. Jamaa ameenda na gonga nyoka tata kama vile gongo la mboto vingunguti. Na ndio wameshuka nalo. Sisi tumeenda pale na Eliza. Leo Shishi ameshuka pale, Shishi baby. Shishi ameshuka pale anaenda Zanzibar kwenye tata. Leo wazaji wetu wamepata thamani ya kupanda Eliza kwa sababu ya Jeruti, na tumuunge mkono kwenye jezi. Umeona jezi? Huu umeme hatari. Nunua jezi yako nyekundu, nyeupe au blue. Na tumeona pale. Kuna zoezi liko katika mtandao. Nunua jezi yako kwa 50,000 ili na wewe mchezaji akisajiliwa uvimbe. Hiyo sio tajiri akikasirika wewe tena viwango una. Matajiri wote wanasema usajili. Hilo wametuambiaje? Na sisi tuonekane tumetea chochote kwenye usajili ili tuvimbe zaidi. Bwana, mpaka sasa hivi masaa 2 tu tunakaa milioni 20 na za mchezaji hizo. Yaani hizo za kuongezea chachandu. Sababu kusajili ushasajili. Hata wewe wachezaji wale ukienda kuongeza tena na kitu kingine ukamchukua Mzanzibari naye ukamweka wanamjibu na nini hapo? Kumbe ni Faisal. Wazanzibari wako wengi. Mbona jamaa wanaanza sasa kwa gani mwingine? Wale wana Wazanzibari 11 nani mwingine Shabani nani? Mbona jana aliwaita Wazanzibari wote hapo akaenda kuwapanga pale. Akaenda kuhesabu Baka, sijui nani waliotoa Mashujaa, Wazanzibari 11. Si Mzanzibari mmoja tukaua Wazanzibari wote. Tukutane amani. Bwana, mimi Shabani sina la ziada, nikushukuru kutakieni kila la heri. Nashukuru, niwaambie wana Simba wanunue jezi original kutoka kwa Mwamba Jeruti. Jezi unaponunua original na maana ndio unaifanya klabu yako ya Simba izidi kuvimba kama tunavyovimba sasa hivi. Na tuwaambie tutavimba sana, si atuvimbi kwa comedy. Tayari uchaguzi ushafanyika, kiongozi keshaingia madarakani. Wasubiri sasa maumivu na uongo waliongopewa. Kwa sababu kama kusajili wao wazungumza wote hamna mtu wanaenda kumpata. Wameenda kumwamulia Shishi ambaye katupwa na Mamelodi. Lakini Gilimugisa katangazwa. Hajatangazwa. Azizi hajatangazwa. Wanaotajwa wote wazuri wametangazwa. Inasikia Azizi kwa namtafuta saa hizi. Hawana hela. Wana mgeni yule Shishi yule. Pita Saulile hapo kwa Mamelodi. Yule sasa hivi sio Saulile, yule Shishi. Katupwa huko nyinyi mmeokota. Yule angekuwa bora Mamelodi angeongeza mkataba hapo. Leo Maema kaongeza mkataba alafu kaitwa Simba katika klabu kubwa. Wewe muone kama mchezaji mzuri. Miraji anasema Shalulile libida acheze Simba akiwa na Chama hapa atakuwa anafunga sana, lakini ameenda sehemu ambayo kidogo Chama hayupo. Miraji ujue ndugu yangu anampenda sana yule bwana. Kwa hiyo mimi nimwambie ndugu yangu atulize mapenzi yake, amsubiri Mwamba Ibrahim Dumbia anapotaka kufanya jambo lake. Ibrahim Dumbia ataimbwa. Ibrahim Dumbia weka clip yangu alafu kuna siku utarudisha wapi. Ibrahim Dumbia nchi ataimbwa na sio ataimbwa kwa ataimbwa kwa sifa ambazo afanyi. Ataimbwa kutokana na mguu wake. Maana yule jamaa ikipigwa cross zile za Libase na kibabage na yule Mligo yule mbona kila muda baba anarudi kati.